leo. Anaonyesha picha gani, kiwango chake, namna ambavyo unamuona, uwezo wake wa kutumia nafasi, lakini pia swala la namba zake, inawezekana hata akawa top scorer msimu huu Kuna siku tulikuwa tunazungumza hapa tukasema nani ana nafasi kubwa ya kuwa mfungaji bora kwenye ligi kuu soka Tanzania bara. Mimi pasipo kusita nisema kwamba Jean Charles Ahoua ana nafasi kubwa ya kuweza kuwa top scorer. Na licha kucheza katika nafasi ya kiungo, lakini niliiona nafasi ya yeye kuweza kuwa top scorer, japo anatakiwa kuweza kupambania kwa kuwa tofauti ya mabao na mtu ambaye anashika nafasi ya pili ni mabao mawili pekee, kwa maana Clement Mzize ana mabao 13, yeye ana mabao 15. Lakini kitu gani ambacho kilikuwa kinamfanya Jean Charles Ahoua nione ni mchezaji ambaye ana nafasi kubwa ya kuweza kuwa top scorer ni kutokana na ubora wake kwenye kupiga mipira iliyokufa. Wakati wapinzani wake wengi ambao anashindana nao kwenye mbio za ufungaji bora sio bora sana kwenye kutumia mipira iliyokufa. Unazungumza Prince Dube, sio free kick taker pale ndani ya klabu ya Yanga. Apigi free kick, apigi foul, apigi penalty. Kwa hiyo nafasi ya yeye kuweza kufunga kwenye mipira iliyokufa sio kubwa sana. Unamwangalia Clement Mzize, sio mpigaji mzuri sana wa mipira iliyokufa kama ambavyo ipo kwa Prince Dube, lakini kwa upande wa Jean Charles Ahoua ana uwezo wa kufunga kwenye open play kama ambavyo amefunga leo goli la tatu na Zahani ambayo alifunga kwa kichwa. Lakini pia ana uwezo wa kufunga kwenye set play, kwa maana kwamba kwenye mipira ya kutenga tumeshuhudia free kick moja miongoni mwa free kick bora sana kwenye ligi kuu soka Tanzania bara ambayo iliweza kupigwa na Jean Charles Ahoua. Lakini pia ameendeleza rekodi yake ya 100% ya kupiga penalty pasipo kupoteza kwenye hizo penalty. Kwa hiyo kwangu mimi binafsi, kwa namna ambavyo Simba wanacheza, kwa namna ambavyo Simba wamekuwa na wachezaji ambao wanakulazimisha mlinzi uweze kufanya makosa kwenye 18, maana yake wana uwezo wa kunufaika na mipira iliyokufa, kwa maana kwamba ili uweze kumzuia Kevin Dennis, ili uweze kumzuia Elia Mpanzu, ili uweze kumzuia Joshua Buno Mutare ambaye kwa siku za hivi karibuni amekuwa na ubora mkubwa sana, unahitaji kuweza kutumia matumizi makubwa ya nguvu, kwa maana kwamba akili yao inafikiria kwa haraka zaidi kuliko akili ya walinzi ambao inaweza kwenda kufikiria. Kwa hiyo kitu gani ambacho unahitaji kuweza kwenda kuwazuia, unahitaji kutumia nguvu kubwa sana ili uweze kuwazuia. Na unapoenda kutumia nguvu kubwa ili uweze kuwazuia, maamuzi ndipo ambapo huwa anakwenda kutafsiri kwamba umefanya madhambi. Na hapo ndipo ambapo Jean Charles Ahoua anaweza kwenda kukuadhibu. Ukiangalia katika mabao 15 ambayo amefunga, nadhani mabao 7 kama sio 8 yamekuja kutokana na mipira iliyokufa. Kwa hiyo kwangu mimi binafsi naiona nafasi kubwa sana ya Jean Charles Ahoua kuweza kuwa top scorer kutokana na hiyo sifa ambayo yuko nayo. Inawezekana Jean Charles Ahoua ndiye mpigaji bora zaidi wa mipira iliyokufa msimu huu mpaka hivi sasa. Hata ukichukua kwenye misimu mitatu iliyopita, bado Jean Charles Ahoua anaweza kuwa ndiye mpigaji bora. Kuna Stefan Aziz Ki amepita Clatous Chama. Free kick. Yes, ukiangalia kwenye free kick rating. Yes, msimu uliopita. Yes, kuanzia msimu uliopita. Ukiangalia kwenye eneo la kwenye misimu mitatu ya hivi karibuni. Yani unachozungumza sikiliza kwanza. Ukiangalia kwenye eneo la conversation rate, kati ya hizo free kick ambazo anazipiga za kwenye eneo za hatari, ndio Jean Charles Ahoua ana conversation rate nzuri kuliko Stefan Aziz Ki. Inawezekana kuanzia msimu uliopita Stefan Aziz Ki amefunga mabao mengi ya free kick, lakini kupitia mipira mingapi ya hiyo free kick ambazo amepiga? Kwa mfano, mimi naweza kuwa nimefunga penalty 10, lakini wewe umefunga penalty 8, lakini kwenye penalty 8 umefunga penalty 8. Mimi naweza nikawa nimefunga penalty 10, lakini kwenye penalty 15, maana yake kwenye eneo la uwiano wa kufunga uwiano bora wa kufunga unaweza kwenda kwa mtu ambaye amefunga 8 kwenye penalty 8. Ukiangalia kwenye eneo la numbers unaweza kuwa umefunga penalty chache, lakini kwenye eneo la wastani na uwiano bado Jean Charles Ahoua kwangu mimi binafsi ni miongoni mwa wachezaji ambao ana ubora mkubwa wa kuweza kupiga hiyo mipira ya free kick. Hata kama afungi, unaiona madhara ya huo mpira sio tu kwenye ligi kuu soka Tanzania bara, hata pia kwenye michuano ya ligi ya mabingwa, kwenye CAF Confederation Cup. Unaona uhatari wa Jean Charles Ahoua kwenye kupiga hiyo mipira iliyokufa. Kwa kwangu mimi binafsi kwenye hii misimu mitatu sijaona mchezaji ambaye ana uwezo mzuri wa kuconvert mipira iliyokufa kama ambavyo Jean Charles Ahoua jinsi alivyo. Ukiangalia hapa katikati wamepita kina Clatous Chama kwenye miaka mitatu. Alikuwepo pia wachezaji kama kina Saidon Tibazonkiza alikuwa anafunga kwenye hiyo mipira, lakini huyu mwanaume Jean Charles Ahoua ni bora kwenye kupiga hiyo mipira iliyokufa. Tunapasiana, tunampa yule anampa yule, yani kampa tena. Ila milioni 200 yapokea mashimo ya mshua wa Cheza Pesa.
inakata. Jumatano hii ndio mwisho wa mwezi. Mshua malizi kinyonge anahitimisha na draw shilingi milioni 10 hapa Bongo FM. Ili kila mtu apate kwa buku tu. Namna ya kushiriki, ingia kwenye menyu yako ya malipo. Nenda kalipe pia. Ingiza namba ya kampuni 553111. Kumbukumbu namba 333 au neno Bongo. Kiasi shilingi 1000. Ingiza namba ya siri kuruhusu muamala kutoka. Kumbuka kushiriki mara nyingi zaidi kuna kuongezea nafasi ya ushindi. Hairuhusiwi kushiriki kwa walio na umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi. Kabugo, kipute, bungi, kokote ulimwenguni tunagusa michezo mbalimbali. Watoka mtukaze mtu wa kazi. Uchambuzi, majibu na maswali kwenye eneo hili. Sports Venue. Tunapasiana, tunampa yule anampa yule, yani kampa tena. Bado tupo, tunapasiana, tunampa yule, alafu yule anagonga kule, lakini kumbuka hii ni kampa tena na tunapasiana vizuri sana. Dakika ni 48, dakika 7 pekee ndizo ambazo zimesalia kabla ya kufika majira ya saa 12 dakika 55 ambako tunakwenda kutoa pesa. Mara hii ni kibunda kweli kutoka pale kwa Mshua. 100,000 imeambatana na shilingi 150,000 ambazo zinakwenda kutoka kwa watu 30 na watano tofauti. Tuko hapa tunaangaza vizuri sana mchezo wa siku ya leo. Nira, unasema nini? Mbona kama kuna kitu kimepungua hivi? Amna, michezo back to back ni moja mchezaji ambaye anatumia energy kubwa sana ili mradi kuifikisha Simba sehemu ambapo anatakiwa kufika. Ujue kutumia energy kubwa kwenye michezo mingi migumu ambayo ya ushindani na kwa ni kazi ngumu sana. Lazima mchezaji kuna siku ata drop. Kuna nyakati ile Mpanzo anahitaji kufanywa rotation na yeye pia apate nafasi ya kupumzika, lakini kuna muda unafikiria ukimpumzisha ile Mpanzo, nani ambaye anakuja kuingia kwenye eneo lake na akakupa warau nusu ya kile ambacho anakupa ile Mpanzo. Flexibility, ubora wake akiwa na mpira mguuni, jinsi ambavyo ana strike mpira, jinsi ambavyo anawaada waamuzi, hakuna anawaada walinzi wa timu pinzani. Hakuna mlinzi wa timu pinzani anaenjoy kukutana na Elie Mpanzo. Unajua Elie Mpanzo ni moja kati ya mawinga bora kabisa ambao wamekuja katika ligi kwa Tanzania bara. Msimu huu amecheza nusu msimu tu na raundi ya pili, lakini ubora wake sidhani kama kuna mchezaji ambaye anacheza pembeni wide as a winger anaweza akawa anafikia ule ubora wa Elie Mpanzo jinsi ambavyo anakuwa na mpira mguuni. Kuna wachezaji ndio wengi wazuri wakina Jibril Sila, lakini bado hawajafika pale ambapo yupo Elie Mpanzo anapokuwa na mpira. Kwa hiyo hizi ni nyakati ngumu tu ambazo anazipitia kwenye mechi chache kwa baada ya kucheza mechi nyingi back to back, na ni mechi ngumu. Tukumbuke baada ya kutoka kwenye mchezo dhidi ya Stellenbosch ambao walitumia energy kubwa sana siku ile. Hajapumzika, akaja kwenye mchezo dhidi ya Mashujaa akatumia energy kubwa sana. Na tunafahamu jinsi gani ambavyo ligi yetu ukiwa winga ambaye ni mjanja una mpira mwingi mguuni, lazima walinzi wataufuata sana ugoko wako. Kuna muda walinzi watahitaji kucheza tough football, watakugonga sana ili mradi upoteze direction, lakini Elie Mpanzo bado amebakia kuwa strong, amebakia kuwa ni mchezaji ambaye anaonyesha kila siku kitu gani ambacho anatamani kukifanya. Siku ya leo japokuwa hakuwa na katika ile top performance ambayo watu wengi wamemzoea, lakini ameweza kuregister assist ya goli la 3 la Jean Charles. Wao unakuja kuona ni mmoja wa wachezaji ambao kama atakuja kuanza msimu basi naye inaweza siku moja akawa anazigombania zile tuzo 3 mwisho wa msimu kwa sababu ya ubora wake alionao mguuni. Sawa, kwa sababu ya ubora ambao uko nao, anasema hivyo kutoka pale kwa Elie Mpanzo kwa kile ambacho amekuwa kikionyesha kwa siku za hivi karibuni. Mambo ni mazuri zaidi na zaidi. Naweza ukaona namna gani ambavyo naweza kuwa bora. Dakika ni 55 na ni wakati ule. Mambo vipi? Poa, mambo. Poa kabisa. Unaongea na Isa Suleiman kutoka Sports Venue ya Bongo FM. Nazungumza na nani na uko wapi? Naitwa Eti, natokea Kinyerezi. Kutokea Kinyerezi. Umeshiriki cheza pesa mara ngapi leo? Nimeshiriki mara 2 tu. Umeona ujumbe kwenye simu yako? Nimeona. Aha, umecheza mara 2 tu na wewe ni miongoni mwa wale washinde kwa wakati. Uniambie una furaha kiasi gani? Kumbe ni kweli jamani. Wewe ulikuwa unadhani ni utani au? Nilikuwa nahisi labda mnawapanga watu. Sasa umeamini au? Nimeamini. Asante. Aha, unamwambia nini yule ambaye bado hajacheza? Endelee kupambana. Huu mchezo ni wa kweli kumbe. Wewe ni mnyama au unashabikia Yanga au fuatili kabisa mpira? Mimi ni Simba. Kwa hiyo hapo ni mara 2 ya furaha. Zaidi ya mara 2. Basi sasa mimi nikwambie
Bado pesa zipo na saa 1 na dakika 30 draw nyingine inakuja kuchezeshwa. Kwa hiyo endelea kucheza hapo. Inawezekana ukashinda tena pia. Asante, nitaendelea kucheza. Aya, uwe na jioni njema. Sawa bana, huyu ni mwakilishi draw inayofuata saa 1 dakika 30. Bado tupo sana hapa. Shangwe na nyingi fursa, tupe tucheze na tuungane. Karibu kwenye dunia mpya, tufurahie nyakati bora. Tupate shangwe na nyingi fursa, tupe tucheze na tuungane. Karibu kwenye dunia mpya, pita ndani ufaidi. 89.7 Bongo FM Muweza, raha zilipokita kambi. Ila milioni 200 yafukia mashimo ya mshua wacheza pesa inakata. Jumatano hii ndo mwisho wa mwezi. Mshua malizi kinyonge anahitimisha na draw ya shilingi milioni 10 hapa Bongo FM. Ili kila mtu apate kwa buku tu. Namna ya kushiriki, ingia kwenye menyu yako ya malipo. Nenda kalipe bea. Ingiza namba ya kampuni 553111. Kumbukumbu namba 333 au neno bongo. Kiasi shilingi 1000. Ingiza namba ya siri kuruhusu muamala kutoka. Kumbuka kushiriki mara nyingi zaidi kuna kuongezea nafasi ya ushindi. Hairuhusiwi kushiriki kwa walio na umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi. 90.0 Dar es Salaam, burudani ilipoweka makao. Wakati kiwanda cha michezo kinazalisha madini, mchezo huu wa leo umenikumbusha Yuda. Usicheze mbali, Ubingwa hata kaa upate. tumekupa kandarasi ya kutusikiliza. Mwogope Mwakinyo, namtaka leo kesho. Sisi Sports Venue, mpaka baadaye. Kabumbu, Kipute, Bungi, kokote ulimwenguni tunagusa michezo mbalimbali. Natoka mtukaze mtu akazi. Uchambuzi, majibu na maswali kwenye eneo hili. Sports Venue. Pipa linatua anga za juu. Yaani ukimzungumzaji Benchika hubugo. Hapa Bongo tunalikimbiza. Takwimu zipo. Tunalisakata kabumbu. Chandimu. Na sasa ni kwenye Chandimu. Ndio kituo ambacho kimefuata mara baada ya kufanya kile kilicho bora katika sala kwanza. Mara hii ni sala pili na bado mambo yako vizuri vile. Bana, message ni nyingi sana hapa, na kabla ya kwenda kuangaza kile ambacho kipo kutoka huko kwenye Chandimu, asema ongereni Pamba Jiji, mmegoma kulala na viatu. Yanaitwa Mlambwa kutoka pande za Chimala, kijiji cha Kibaoni kule Mbeya. Ameandika hivyo kwenye ujumbe wake mfupi wa maandishi. Wapo pia ambao wameandika kupitia YouTube channel ya Bongo TZ FM, na hao ni wengi kweli kweli, wakiendelea kutiririsha jumbe zao pale, na mimi nikiendelea kupitia. Ngoni Mayunga asema ubaya ubwela, ameandika hivyo. Hamisi Lukonda kutoka pande za Geita asema kila mtu ashinde mechi zake. Sasa huyu atakuwa timu gani kwa nyinyi mnavyoona? Kuna watu wanakuambia wanacheza mechi zao tuzikiisha wanaondoka. Magese Mwandu kutoka pande za Chikoleko kule Chita anasema tunakomba viporo vyote. Matias Anton anasema Yanga mtacheza kwa namna yoyote. Niandika hivyo. Enzo anasema niamini Yanga haipendwi na wachambuzi. Nimeamini Yanga haipendwi na wachambuzi leo. Pamba wamemweka bench kipa wao bora na wapo kimya wote. Jamani, kwamba Yona Amos hajaanza. Yes. Hivi kwa nini hajaanza? Yaani hapo ndo sehemu ambapo unaanza kupata sintofahamu. Unajua hawa makocha wetu mimi nisikufiche, yani pasipo kuwakosea heshima, ukimuondoa Meki Maxime, ukimuondoa Ahmad Yari. Kuna baadhi ya makocha wengi sana wazao ambao
unaweza kukaa ukiwatazama afu ukashindwa kuelewa. Leo unaweza kujiuliza performance ya Yona Amos ambayo ameitoa msimu huu Pamba na jinsi ambavyo alianza huyu Kamara akiwa na Singida. Unajua Singida walimsajili huyo golikipa wakiamini kwamba anakuja kuwa chaguo la kwanza. Lakini madudu waliokuwa wanayafanya mazoezini mengi sana yalipelekea mpaka baadhi ya madefenders wazawa wa Singida walishai kumwambia Metacha, bwana usitoke golini, aliyokopo nje yule akiingia tunafungwa. Sasa golikipa wa design hiyo anazalisha makosa week and week. Unapata kuuliza kwa nini anaweza kuanza kwenye kikosi cha kwanza, kwa sababu mfano mwepesi tu kwenye mchezo wa FA nadhani siku ile tulikuwa pamoja Isa Suleiman dhidi ya JKT Tanzania. Alidaka vizuri, akaenda kumrushia Mudibeka mpira miguuni. Mudibeka akapata nafasi ya kufunga. Alifanya kosa la kitoto, kosa ambalo anaweza kufanya mchezaji wa under 17 huko, lakini akaja kulifanya yeye. Kwa hiyo siku ya leo kuanza kwake kunaweza kuibua maswali mengi sana, lakini mwalimu Felix Minziro yeye ndo anafahamu, kwa sababu kuna baadhi ya wachezaji leo hii hata uwanjani walishindwa kuonekana. Ndio maana kitu ambacho sisi tunaweza tukakosa majibu, lakini Minziro yeye ana majibu sahihi kwa nini golikipa yule ameanza na hajaanza Yona Amos ambaye tulimuona akiwa bench. Na kwenye mechi 5 za mwisho kabla ya mchezo wa leo zote kwenye eneo la milingoti mitatu alianza Yona Amos. Kwa leo ndio mchezo ambao mwalimu alikuja kufanya mabadiliko kwenye eneo la goalkeeping. Lakini pia hata Yona Amos kwenye mechi dhidi ya Yanga ambayo alicheza bado watu walilaumu performance yake, kwa maana kwamba hakuwa na performance bora. Kwa hiyo mwalimu anataka kumjaribu labda goalkeeper huyu kwenye mchezo mkubwa, nini ambacho anaweza kutoa. Ali kufanya squad rotation afu ukamrotate goalkeeper, ujue na kuaga ni mtihani. Kwa maana ya kwamba Yona Amos kwenye michezo yote miwili ya Young Africans hakuwa na performance bora. Yaani tusiongelee tu michezo miwili